Mtazamaji wa DTV, leo nimekuja maeneo ya Gongo la Mboto na lengo la kuja huku nimekuja kwa mdogo wangu anaitwa Nasibu. Ni mzaliwa wa Tanga, lakini pia alipata changamoto kama unaona hapa kwenye mguu wake wa upande wa kushoto. Unaona kuna mpira wa kojo kule unatoka unapita mpaka huko. Ndugu yetu huyu alipata ajali, kwa hiyo atatuelezea ni jinsi gani ajali yake alivyoipata, lakini mpaka ikampelekea yeye kulala hapo kitandani. Kwa hiyo tutaongea naye hapa. Kikubwa tu unatazama hapa kupitia DTV, tuendelee kusupport watu wote ambao wanaleta hapa kupitia DTV. Tuendelee kumsupport mdogo wetu huyu. Ni umri mdogo, ana miaka 19 kwa sasa hivi, lakini unamuona amekaa ndani. Hata afya yake yenyewe kidogo unaiona. Ukiangalia kwenye hata mbavu zake unaona kabisa baadhi ya mbavu ndio unaona, na mifupa mingine kabisa unaona. Hii hali yote inampelekea yeye kutoka nje, lakini pia kutokupata huduma kwa wakati, ambayo inampelekea yeye kudhoofika afya yake. Kwa hiyo mtazamaji wa DTV, tumsupport mdogo wetu huyu hapa. Tena kuongea naye, atatujuza ilikuwaje mpaka kufikia hali kama hii hapa. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Nasibu Habibu. Una miaka mingapi? Miaka 19. Ni mzaliwa wapi? Mzaliwa wa Mweza. Mweza sehemu gani? Mweza Michungwani. Ni mtoto wangapi katika familia yenu? Ni mtoto wa mwisho. Wa mwisho. Huko Dar es Salaam umefikaje? Huko Dar es Salaam nimefika kwenye matibabu. Na kikazi alikuwepo. Matibabu kivipi? Yaani ina maana ugonjwa wote umetoka nao huko Tanga? Hapana. Ugonjwa nimepata barabarani huko Dar es Salaam. Dodoma. Hebu nimekukuta kwenye hali kama hiyo. Kwanza pole sana kutokana na hii hali ambayo nimekuta nayo. Cha kwanza nataka unielezee ilikuwaje mpaka ukapata tatizo hili, sawa? Haya. Ya kwanza ilikuwa tunatoka Mwanza. Kwenye kutoka Mwanza ilikuwa taniboya magari makubwa haya. Utaniboya magari makubwa, sabla alisinzia. Kwenye kusinzia pale ndio ikatokea ajali kama vile nilikuwa nimevaa mkanda. Gari tukapata ajali, tukamfuata mtu upande wake tukamgonga. Na ilikopo ni wapi hiyo? Hiyo ilikuwa Dodoma. Tukamgonga. Kumgonga ndio ikatengeneza hitilafu kama hiyo. Uti wa mgongo ilisogea. Kurudi kwenye matibabu tu ilitushinda hela, maana gharama ilikuwa ni kubwa sana, ambapo ndugu zangu hata uwezo hawana. Nimekaa pale hospitali zaidi ya miezi miwili. Mwezi wa kwanza ule unaingia kabisa, madaktari wakaniambia tutakufanyia vipimo, ambapo hivyo vipimo vinilio vikikaa sawa, tukijua kama uti wako mgongo umejiunga, utaenda nyumbani, kama bado utaendelea kukaa. Nikaendelea kukaa. Nikakaa pale tena hospitali, nikaongeza tena mwezi mwingine. Ikawa miezi miwili hapo nimekaa hospitali. Mwezi wa pili ule wakaja wakanipima tena. Kunipima tena akanirudishia na CD zangu. Akanirudishia, maana nilikuwa na CD hizi za uti wa mgongo na mishipa. Wakanirudishia, kanambia operation yawe haiwezekani kufanya kwa sababu mfupa shajiunga. Ndio nikarudishwa nyumbani. Kurudishwa nyumbani huko, lakini hali yangu nilikuwa nayo sasa hivi, miguu haifanyi kazi, mikono haifanyi kazi. Nilipo na mpira mikojo, mwili hausensi sehemu nyingine hivi.
ambapo ukinigusa siwezi nikasikia kama umenigusa. Kwa mimi kweli hali yangu mbaya, naomba msaidie. Na kutoka hospitalini umerudi lini hapa nyumbani? Una muda gani tangu umerudi kutoka hospitalini? Kutoka hospitalini tumerudi tarehe 3. Tarehe 3. Mwezi huu hapa ndio umerudi. Na kwa nini wamekurudisha hospitalini? Kuna baadhi ya huduma ambao walikupa au kuna ulishindwa kuendelea na huduma? Hospitalini maana tulichelewa hapa kulipia kwa masuala ya pesa, ilikuwa hatuna, wameturudisha. Na kwenye kuturudisha huko walisema kiungo kimejiunga. Ina maana wamekuruhusu kwa sababu umepata nafuu au wamekuruhusu kwa sababu umechelewa kulipia bili zao? Hapo wamenusu mmepata nafuu, lakini kwenye tiba operation bado. Ina maana bado hujafanya operation? Sijafanya operation. Unataka ufanye operation? Na nataka mfanye operation nikae sawa. Wamekwambia watakiwa wafanye operation wa nini na nini? Ni operation ya uti wa mgongo basi. Uti wa mgongo? Ambao gharama yake ni shilingi ngapi? Gharama yake iligharimu milioni 3. Lakini ikafika stage wakailela pia wamenilio, wakasema huyu mtu itabidi arudi nyumbani, maana viungo vyake vishajiunga, kwa itabidi arudi nyumbani. Na maana hapa kinachotakiwa wewe ni kufanyia upasuaji ndio ilobakia, si ndio? Kilichobakia kufanyia upasuaji ili nikae sawa, maana miguu haisensi. Siwezi kuchezesha miguu, siwezi kuchezesha mikono baadhi ndo unacheza. Sema mkono kushoto, si ndio? Sema maana mkono kulia huwezi cheza. Sema kushika kitu pia ndo siwezi kwenye mkono. Lakini kucheza unacheza kama hivi. Una shida. Kwa ina maana hospitalini wanahitaji milioni 3 kwa ajili ya kufanya upasuaji. Okay, sawa, kuna shida. Lakini pia nimekuta afya yako imedhoofika sana. Unapata chakula kwa wakati? Chakula napata kwa wakati. Sema afya yangu imedhoofika walivyokataa swala la upasuaji, kutokana alisema bwana, sisi hatuwezi kumpasua huyu kutokana na nilio kiungo chake kishajiunga, kwa sisi hatuwezi tukamfanyia tena upasuaji. Pale ndo afya yangu ilipoanza kudhoofika. Sawa. Kwa sasa hivi ni sehemu gani hasa katika mwili wako inakusumbua? Naona hii inaninyima sana hata usingizi. Kwa sasa hivi hapo inachonisumbua na kidonda, ndio kinachonisumbua, na hali yangu nilokuwa nayo nikikosa tu na joto hili, nikikosa feni inakuwaga hali yangu inakuwa tofauti. Kwa lazima nitolewe nje, nipo ndani lakini lazima nitolewe nje kwa ajili mpate tu hewa tu. Na ndani hamna feni? Feni lipo. Mbona ile pale nyuma. Sasa mbona hajawashwa mpaka sasa hivi? Feni iliwashwa lakini umeme umekatika. Sawa, kuna shida. Sasa mdogo wangu, hapa unaishi na nani? Mimi naishi na brother. Na yuko wapi brother yako? Brother yangu kaenda hospitali, kaenda kumwangalia mke wake anaumwa. Ambao ana ujauzito, kaenda kujifungua. Sasa nataka nijue maisha ambayo unaishi hapa. Wewe ni mgonjwa, lakini pia familia yako inajua kama unaumwa? Familia yangu inajua. Imetoa msaada gani kwako wewe mpaka sasa hivi? Msaada uliotoa ni mdogo sana, ambao hata milioni, hata ile ambayo ilitakiwa kule hospitali, hata nusu yake ilikuwa haijafika. Maisha unaishi hapa ni maisha aina gani? Kwa sababu nimekuja hapa
nimeona jirani ndo ambaye alikuwa anakufanyia usafi, yeye ndo anaenda kumwaga baadhi ya uchafu ambao unaotoa. Sasa inakuwaje maisha unaishi hapa? Ni maisha ina gani? Maisha naishi hapa kweli hapa ni kusaidia kama hivyo na jirani. Blaza asubuhi anaondoka anaenda kazini, kwenye kurudi akuta kachelewa, kaudi sana saa 6 usiku. Kaudi saa 6 ile. Majirani pale muda huo hajajua bado majirani wamelala au bado. Muda huo anarudi ananikuta mimi nimelala au bado sijalala. Kwa ina maana masuala ya kula kila kitu sasa mnao anakufanyia, na yeye umelala tu ndani afu kakako ndo anarudi saa 6. Nani anakufanyia? Masuala ya kula anamwachia jirani. Kwa maana majirani ndo wanakusimamia kwa kila kitu. Jirani ndo anasimamia kwenye masuala ya kula. Haya bwana, sisi tulikuja kukuona, lakini pia lengo la kuja hapa tulikuja kujua hali yako. Na kakako anafanya kazi gani? Mimi kakaangu fundi ujenzi. Ujenzi wa nyumba. Ina maana akipata kibarua ndo anaenda kufanya ujenzi. Wakati mwingine anakata siku 2-3 aende kufanya kazi. Akikosa kama hivyo ndo anaingia kwenye bodaboda dewaka. Bwana. Sasa hapa ni mbona umewekewa mpira? Kwa nini ulikuwekea ule mpira wa haja? Huo mpira huo ameniwekea kwa ajili mwili hapa ulipo usensi, ambapo nikitoa haja ndogo sijui. Ambapo mtu akinigusa hapa sijui. Ndio maana nganekea huo mpira. Na pia nimeona watu wanakufunga Pampers. Ni kwa nini nao wanakufunga Pampers? Wananifunga Pampers kwa kutokana na matatizo nilokuwa nayo. Ambapo nikitoa haja kubwa sijui kama nimetoa haja kubwa. Maana hata kama ukijisaidia hauhisi chochote, kama sasa hivi hapa na nimejisaidia, au ule uusi kama kuna uchafu huko? Hauhisi sisi chochote. Haya, unawaambia nini watu wote wanakutazama hapa kupitia DTV? Mimi naomba watu wanisaidie nikae sawa. Haya bwana, mtazamaji wa DTV, nadhani nimemsikia ndugu yetu hapa. Ni kijana mdogo na miaka 19, lakini kama mnaona hali yake ya maisha yake anavyoishi ndani, inasikitisha. Ni kijana ambaye kaka yake ni mpambanaji, ni fundi ujenzi, lakini sometimes akikosa tenda ndio hivyo anaenda kupambana kwenye bodaboda, lakini haswa wanaomwangalia hapa ni majirani. Na umshukuru Mwenyezi Mungu amepata majirani ambao wana moyo. Wakati nakuja hapa nilimkuta jirani anamzolea nani, anamtolea mikojo, anamtolea na anamfanyia pia usafi ndani. Na humu ndani ukiingia ni nzi wengi sana, kwa sababu tu labda maybe na kidonda chake. Kuna wakati unasikia labda kidonda chako kinatoa harufu. Mwanzo ndio kilikuwa kinatoa harufu kutokana alikuwa akisafishwa kwa wakati, lakini sasa hivi kidogo imesafishwa kwa wakati, kidogo akitoa harufu. Na madaktari walikuambia nini baada ya wewe kuruhusiwa kuja nyumbani? Ni kitu gani walikuambia uzingatie sana? Madaktari walirudi nyumbani waliniambia nizingatie kidonda kila siku kisafishwe. Ndio walichoniambia tu. Mtazamaji wa DTV, nadhani mmemsikia ndugu yetu hapa. Kikubwa haswa anachohitaji ni support kutoka kwetu. Sisi ndio ambao tutaweza kumsupport ndugu yetu akakaa sawa, akaendelea na hali yake kama alivyokuwa anaendelea zamani. Kwa hiyo tuendelee kumsupport ndugu yetu kwa ajili tu tuweze kumsaidia aweze kukaa katika hali yake kama alivyokuwa zamani. Lakini afya yake kama mnaiona, lakini pia nimeonyesha kule kwenye mguu ule kule wa kushoto kuna mlija ambao kuna mfuko ambao wa mkojo, lakini pia alikwambia miguu yake hii haisensi. Lakini mbona kama unaona miguu yako kama imepinda hivi? Kwa nini? Naona miguu yako kama imepinda. Miguu haijapinda, sema ikikaa chini sana inakuwaga inavimba. Ndio maana imekuwa juu pale.
Na wewe kutwa nzima unalala hivi hivi? Mimi kutwa nzima nalala hivi hivi. Haugeuki upande wote? Sigeuki upande wote. Na wewe kama kujigeuza mwenyewe unaweza? Hapana. Ndio maana hata kujigeuza mwenyewe huwezi? Siwezi. Yani kweli. Haya, mtazamaji wa DTV, nadhani mmemuona ndugu yetu huyu, niko naonesha hali yake, lakini hapa ndipo anavyoishi na kakake. Na humu na kakako ndiye analala humu? Sawa. Au ndo anapoishi na kakake, lakini hali nimeonesha iko hivi, lakini pia miguu yake nimeonesha hii hapa. Anasema ilikopo ina vimba, lakini kwa sasa hivi imepungua kidogo. Huku umewekewa mto na mto kwa ajili ya nini umekuwekea huko? Isivimbe. Kwa jamaa mmeona hapa amewekewa mto huu kwa sababu ya miguu isivimbe. Na huyu ni mtu wa kuwekewa pampers tu, kama unaona zile pale pembeni, pampers zile pale, kwa ni mtu ambaye anavalishwa pampers muda wote. Kwa hiyo kwa yote ambaye mwenye uwezo kumchangia chochote anaweza kumchangia. Na kidonda kikubwa sana ambacho kipo nyuma ya makalio yake, lakini hatuwezi kukionyesha kutokana na policy za YouTube. Tukionyesha itakuwa ni vibaya sana. Kwa hiyo tukipata uwezekano tutaonyesha hata picha kidogo ambayo tutaiwekea blur, lakini mtaona. Lakini kikubwa tuendelee kumsupport mdogo wetu aweze kupata msaada. Hali anayopitia ni ngumu sana. Na kupitia DTV, mimi naitwa Fabian Kisaka. Until the next time.